Tazama imekuwa bora sana kwenye maeneo ya kwenye flanks ambako tunazungumza mara kwa mara, lakini unaweza ukaona sasa kwamba the new eras, the new renaissance, historia mpya, ufarume mpya ambao unakwenda kutengenezwa na mwalimu Steve ndani ya kikosi cha Simba, kutengeneza stability squad, timu ambayo itakuwa shindani zaidi kwenye msimu unaofuata, hususan sasa Simba kuna uwezekano mkubwa akapate taji. Sasa kwenye kupata taji lazima uanze kusuka timu ambayo itakuwa ni bora. Sasa kwenye kusuka timu ambayo ni bora, walimu lazima waangalie wachezaji ambao wanakuwa na tactical adjustments. Mwalimu anaangalia maeneo ambayo anayo kiufundi, ni mchezaji gani anaweza akiingia anaweza akamfanyia kazi zaidi ya mbili, kwa sababu kwenye tactical adjustment unataka kuimprove mbinu, unatakiwa kuleta wachezaji ambao anaweza akacheza namba 7, the same time anaweza akacheza namba 11, the same time anaweza akawa ni inside namba 10. Ni miongoni mwa mazingira ambayo timu zinafanya hivyo. Sasa kwa mwalimu ambaye nimetoka kwa kuanza kumzungumzia, anahitaji kutengeneza utawala, na Simba hawana haja tena ya kujiuliza maswali mawili matatu, kwa sababu tayari mfalme wa ng'ambo ameshampata mwalimu Steve ambaye ameshaonesha kutengeneza utawala, especially kwenye michezo ya dabi ambayo misimu hapa ya nyuma ilikuwa inashindikana kwa kiwango kikubwa sana. Sasa kwa jina la huyu mchezaji ukijaribu kumtazama, the history, background, nature yake, mazingira yake, ni raia ama unaweza ukamtazama the man from South Africa ambako mwalimu huyu alikuwepo. Means environment anaifahamu ya mchezaji anakomtoa, na Simba watakuwa pia kwa sababu ya professional yao ambavyo wanapenda zaidi kuamini walimu kama ni sehemu ya scouting ya kwanza, kwa sababu kumbuka technical directors kwenye vilabu vyetu imekuwa ni ngumu sana, ingawa nimeona juzi kikosi cha Azam Football Club kimeweza kumtambulisha. Niliona mwanaume mmoja ambaye amewahi kufanya kazi tena, amewahi kuna wachezaji wakubwa wamepita kwenye mikono yake. Mkurugenzi wa masuala ya sport ameweza kumwajili, manake yeye pia atahusika zaidi kuitengeneza timu ambayo Azam anahitaji. Sasa kwa mchezaji huyu kwa Simba, of course kwenye few factors, yani katika factor charge, ni mchezaji ambaye Simba anakwenda kuwasaidia vizuri sana kwenye maeneo ya flanks, ambako huenda nikiangalia mwalimu Steve anavyotengeneza Simba baseline yake. Yani baseline manake nini? Kipimo, tunasemea kiwango cha kipimo baseline, kwamba kuna minimum, kuna maximum, uppermost. Yani kwa maana kwamba Simba kipimo chake base yake kubwa ni wachezaji wanaocheza kwenye flanks, kwa maana mchezaji anacheza kwenye eneo namba 11 na mchezaji anacheza kwenye namba 7. Huko ndiko baseline ya Simba ambako anaitengeneza kwenye tactical adjustment mwalimu Steve. Sasa kama Steve atatengeneza mfumo wa namna hii, maana yake nini? Sasa Simba inahitaji kuwa na wachezaji hatari sana pembeni ambao sasa hivi nao ndio tunajua Anset Yaula yupo, ni mchezaji bora, amekuwa anafanya vizuri, lakini pia tunamuona Libase. Kumbuka sasa Simba msimu ujao, Simba are on the way of CAF Champions League tournament. Simba ipo kwenye ligi ya mabingwa. Msimu ndio isha juzi Simba iliferi. Kwa mara ya kwanza miaka hivi karibuni imeshindwa kwenda quarter final. Maana yake Simba totally, kwa maana ya fan base ya Tanzania, Simba msimu uliopita kwenye mashindano ya kimataifa, kwangu mimi hata kufaulu hata kwa 10% alifeli. Sasa msimu huu mashindano ni mengi. Unapozungumzia CAF Champions League, labda unataka kuitafuta nusu finali, ni lazima uwe na wachezaji ambao wanaweza wakacapitalize ushindani na vilabu vikubwa barani Afrika kama FAR Rabat, vilabu vikubwa kama Pyramid, vilabu vikubwa kama unazungumza bahati mbaya msimu ndio unaokuja kwenye kombe la shirikisho kutakuwa na vigogo kweli kama National Ahli atakuwa kule, kwa sababu ligi ya mabingwa hayupo. So kwangu mimi nikijaribu kumtazama mchezaji huyu ni aina ya wachezaji ambao wanakwenda kutengeneza kikosi kikubwa ili kumtengenezea mwalimu machagulio mengi wakati anajiandaa na mashindano ya ndani makubwa mawili, CRDB, NBC pamoja na CAF Champions League. Iwana leo pia draw ya michuano ya Kagame Sekafa Cup imefanyika, na Simba wenyewe wamepangwa kuweza kuwa katika kundi B. Kundi B ambalo lina timu kutoka Tanzania kwa maana ya